Namba moja, Pacome ni mchezaji wetu, amesalia na mkataba kwenye klabu yetu ya Yanga, lakini kwa ushauri ambao tumepata kwa madaktari, Pacome hatutakuwa naye next season. Kwa hiyo klabu itachukua jukumu lote la kumhudumia kama ambavyo tumefanya kwa wachezaji wengi huko nyuma. Tutamhudumia, ataendelea kuwa kwenye klabu yetu, atapata haki zake zote ambazo anapata kama mchezaji, lakini tumemuondoa kwenye dirisha letu la usajili. Yaani wachezaji ambao tutawasajili kwa ajili ya msimu ujao, Profesa tumemuondoa. Tunataka apone vizuri. Akishaimarika inshallah atarudi msimu ujao kuja kuipambania Yanga yetu. Kwa hiyo habari ni kwa Pacome Zouzoua hatutakuwa naye kwa next season, kwa sababu mimi tumuondoe, tumpe muda wa kutosha aweze. Kwa hiyo daktari akituambia ni miezi 4, ni miezi 5, mimi sitawaambia wewe hakuna shida. Muhimu Pacome anatakiwa apatiwe matibabu sahihi na arikave akiwa vizuri, ili next season tumpate akiwa kamili. Kwa hiyo taarifa ambayo nimeona nitoe kwa Pacome Zouzoua. Karibu. Nilikuwa natamani kufahamu unasajili vizuri Uingereza na vipi kuhusiana na wachezaji ambao hamtakuwa nao msimu ujao kwa maana ya anaulizia kuhusu wachezaji ambao hatutakuwa nao msimu ujao kwa maana ya thank you. Ziko taratibu ambazo zinaendelea za kiuongozi. Kuna wachezaji ambao wamemaliza mikataba yao, kuna ambao tumeterminate mikataba, kuna ambao tunawatoa kwa mkopo. Taarifa hii CEO ameniambia anaicompile kwa pamoja, tutakuja kuitoa. Kuna wengine nafikiri mmeshaanza kuwaona, wameshaanza kupata timu. Nimeona winga wa mpira Buba ameenda Elite ya Angola. Tumtakie kila la kheri winga ya boli Buba, aende majukumu yake huko Angola. Acheni unafiki. Winga ya boli Buba tumeshamalizana naye, kwa maana yeye tumeshafanya termination ya contract, hajaenda kwa mkopo, tumeterminate contract, anaendelea na majukumu yake mengine. Kila la kheri tumtakie huko anapokwenda. Kwa hiyo habari hii tutakuja kuicompile na tutaitoa yote kwa pamoja. Bwana, hawa mikataba imeisha, hawa tumefanyaje. Kuna wachezaji ambao mikataba yao ilikuwa imemalizika na zikawa rumors nyingi. Nani kwa mfano? Nani? Maxi ana mkataba na Yanga huyu. Mwamnyeto mkataba wake ulikuwa malizika, na nichukue fursa hii kuambia waandishi wa habari, Bakari Nondo Mwamnyeto ameextend mkataba wake kubakia na Young Africans. Watu wa Tanga watikiza vichwa. Nyie. Ameextend contract yake kwa miaka mingine 2, anabakia ndani ya klabu yetu Young Africans Sports Club. Azizi nani? Azizi Andambwile yuko Avic Town sasa hivi, aendelea na mazoezi. Umeona wapi wewe kaziki mazoezini? Hakuwa sema mazoezi. Huyo ameweka sawa. Hakuwa sema mazoezi. Azizi ni mchezaji wa timu gani ile? Al Ittihad, na ana mkataba wa mwaka mmoja kule. Unajua ya mambo mbona yanatokea sana? Juzi hata si Okelo kaenda kwao kwa timu yake atembelea huko jamani. Haya mambo ni ya kawaida kabisa, yani mtu kutoka hapa akaenda sehemu nyingine au timu yake huko anacheza vizuri na watu wake, kutembelea sio shida. Issue ingekuwa kavaa jezi na train na Yanga, hapo Yanga tumevunja makubaliano na tungepigwa hata fine. Lakini kutembelea wenzake, kuwasalimia ni vitu vya kawaida. Shida yenu mmemiss sana Aziki. Yaani mpaka waandishi mmemiss kweli Aziki bwana arudi. Watu wanaomba dua saa hizi Yanga wasahau huyu asirudi huyu. Nyie mna force. Bwana Azizi vile amekuja kusalimia ndugu zangu, ni mkewe yuko hapa na familia yake, amekuja kuenjoy maisha, likizo ikiisha aondoka kwao. Ndio Wajadu. Avic ulinzi ni mkali sana sasa hivi. Huwezi kusogea pale. Wachezaji wote wapo Avic Town sasa hivi, wameanza maandalizi kuanzia jana, leo na kuendelea. Tunafanya mazoezi sessions za asubuhi, sessions za jioni. Asubuhi, jioni. Lengo ni kuhakikisha tunakimbizana na muda na timu iwe imara. Msimu unapoanza tuweze kuwa katika kiwango kizuri. Kwa sababu ukiangalia changamoto tunapitia mwaka huu kwa timu zote, ni ratiba ya pre-season kuwa imebana. Kwa hiyo walimu wanafanya jitihada kubwa kuhakikisha
wana balance fitness za wachezaji, lakini tactical wachezaji wanaelewa mipango mipi ambayo walimu wanakuja nayo. Swali la pili. Nani? Karibu. Kuna namba 6 pale. Mpaka sasa hivi bado hajatoa ufafanuzi mzuri. Ile namba 6 ile pale imehang pale, imekuwa pindi pale. Yeah. Namba 6 ni top signing nyingine ambayo tunaifanya season hii. Of course tumeshaifanya season hii. Na niwatoe mashaka wana Yanga, maana nimeona story ni nyingi, rumors ni nyingi sana kuhusu namba 6. Kwanza Yanga haijafanya mazungumzo yote na Morris Chuku. Naona mmemwandika sana. Ni mchezaji mzuri, lakini klabu yetu haijafanya mazungumzo yoyote na Morris Chuku. Namba 6 ambayo tunakwenda kuitambulisha kwangu mimi, ukiondoa Aliou Dieng ambaye amejiunga na Valencia, top namba 6 nyingine Afrika ni huyu ambaye Young Africans tumemsajili. Top namba 6 kwenye quality zote, ukiondoa Aliou Dieng, ni hiki chuma ambacho tumekisajili. Unajua uzuri wa CAF Champions League msimu unaokuja, kombe halina mwenyewe kule. Sasa hivi Al Ahly hayupo, kwa hiyo ni gombania goli. Hakuna hata mtu tunamhofia tena kule. Yaani mwaka huu kwenye Champions League Yanga hakuna mtu yote tunamhofia kule. Bingwa wa muda wote hayupo, yuko shirikisho. Hivi Singida anaweza taarifa kweli kwamba Al Ahly yupo kushirikisho? Wewe anajiandaa kwa Rwanda, taarifa wana waambieni Ali wako naye kwenye Confederation. Kwa hiyo wana Yanga, nazungumza leo japokuwa ni mapema, lakini ndio moto wetu huo. Hakuna mtu tunayemhofia Champions League next season, ni gombania goli. Yaani fumba na kufumbua msimu unaokuja mtatushikia mbali ndugu zanguni. Signing ambayo tumezifanya, unajua Yanga tumeanzia hivi. Signing tunazofanya sasa hivi ukiziangalia unaona kabisa hapa mtafute hapa. Unaona kabisa yani. Kwa hiyo sisi wala msiulize malengo. Sisi hakuna tunayemhofia tena huko Champions League. Al Ahly mara katikati kama niata kidogo, mara kaandika barua kafu mara kidogo sijui na nini atakurudi na nini, tuibakia wenyewe. Lango lipo wazi. Tutagombea goli huko. Kwa hiyo top number 6 tutamtambulisha. Yupo tayari, yuko Avic Town sasa hivi anapiga pasi tu. Na akatazama ule uwanja safi, pasi zinaingia tu. Sasa hivi engineer alikuwa anatumia hapa, engineer alikuwa anatumia clip hapa. Pasi anazoingiza namba 6. Mpo kwa mbali, mnaweza mkaona kidogo pasi anapiga yule shing 6. Basi. Hatari. Top number 6 anaweka huko hatari. Shing 6. Amekaa kikao na Diara, huyu namba 6 amekaa na Diara. Diara amemwambia ukipiga back pass kwangu tunakata mshahara, wamekubaliana. Diara move ikianza 6 yetu ikipiga back pass, Diara punguza $100 kwenye mshahara. Hivyo vitu zai sio peke yako, wanaoguna ni wengi. Yaani akipiga back pass tu Diara achukua $100 mfukoni. Yeye akisha turn tunakwenda mbele. Uko wapi Sheikh Toure? Shauri uko wapi nawekwa huko. Huu msimu kuna mechi itafika, afu huyo mzee peni usajili mpya huo. Kuna mechi itafika huu msimu. Kuna mechi itafika. Kuna mechi itakuja huu msimu. Tutaweka Mzize, tutaweka Sheikh Toure, tutaweka Shalulile, tutaweka Zokwani, tutaweka Chuga namba 8, tutaweka namba 6 Mwijage. Okeo namba 4. Utakuja mechi hapa huu msimu. Yaani tukianza tu tunashambulia. Yaani Diara akishika tu kwa Okeo namba 4, Okeo anatia ndani pale. Watu huyu. Jamani. Maka mtu kaandika cho Yanga mmesajili washambuliaji wengi, wanacheza wapi? Wanacheza kwetu. Wewe tulia. Hao wanacheza kwetu. Yaani mwaka huu tunataka timu inayoanza tuikupa lineup. Roy Kudunde, ukiona benchi Roy Kudunde na wale wanaokaa nao jukwani pia Roy Kudunde. Maana kuna ambao watakosa nafasi ya kuanza, mtaona